lakini anacheza tena mpira sasa. Gonga lakini Aishi Manula anacheza ule mpira. Aishi Salum Manula gol kwa Simba sana. Yaani Aishi Manula ndo maisha yake. Ndo maisha yake. Yeye hana kijiwe. Kijiwe ni kwa Kilombero huko, lakini anasema kwenye mjini hapa ni mshamba wa mji. Kwa hiyo washamba wanajua kuogopa kwa sababu vijiweni. Yeye sio wa mjini kwa sababu yeye mwenyewe ni Kilombero. Kwa hiyo Aishi Manula haya ndo maisha yake, na mimi kazi yangu kuwatembea na Ndinga wakiwa wamepumzika. Kwa hiyo hapa nimemfuata kakana na wadogo zake hapa. Ni kaka yake. Wewe? Bana huyu bwana kaka yake. Kishana kidogo mwaka huu. Mwaka mmoja. Hapa huyu kwa mdogo tu kwako. Bwana mdogo sana ndo mwili tukapewa huyo. Huyu bwana mdogo kabisa kapewa mwili kabisa. Unasijua kwa kizungu hao. Wala au kwa kizungu. Kwa kizungu? Kilombero kwa kizungu Kilombero. Unajua maisha fulani ambayo yeye kapitia kidogo ndio maana yeye kaamleta kama hicho. Au kwa Kilombero akishua. So unajua tena ukishabiki eka 50 ya miwa. Sio kishua kawaida. Mbona usikie eka 50 kama umecheka unaweza cheka fulani. Na Kilombero watu wote njeuri yenu miwa. Mpunga mnalima kwa ajili ya chakula na kidogo kuuza kupeleka ada mtoto shule. Lakini miwa Kilombero ndo kila mtu. Yaani Aishi Manula kwa uelezee mua kwa uelezea. Aishi, kwa nini Dar es Salaam huko wewe una kijiwe? Sio kama sina kijiwe, lakini kulingana na vile ambavyo nimezoea, na mara nyingi kama unavyoona ligi ya Tanzania na muda mwingi unakuwa kambini, kwa hiyo unakuta muda mchache unakuwa nyumbani. Kwa hiyo pia unapopata muda mchache nyumbani kama hivi unakuta niko na ndugu zangu. Sawa. Kwa hiyo na muda unakuwa mchache unakuwa nyumbani siku moja siku mbili. Na mara chache sana nakuwa pale. Leo ingekuwa kidogo, maana leo kidogo pia alielewa kwetu kwa kuna mvua na ndio maana sikuweza sijapata bahati kwa kupeleka kijiweni pale ambapo nakaa. Na pale kijiweni nakukaa pale hakuna sana vijana hivi sio wazee. Yako watu ambao umri kwanza miaka 38 huko ndo muda mwingi wako. Sasa ndio nimegundua kwa nini Aishi Manula akili yake iko tofauti sana na watu wengi. Kumbe watu wanaokarao Aishi wana miaka 38 kuendelea 40 mpaka 50 60 mpaka 50 60. Unakuwa pale mwingi ndo pia story. Pale kijiweni kwa Mdachi wanaita hapa. Kwa Mdachi. Aishi. Mimi kisega tu mtu ametoka Morogoro. Lazima analima. Wewe unalima? Mimi silimi. Kwa nini aulimi na umetoka Morogoro na unajua umekuwa kwa ajili ya kilimo? Kwa nini? Kabisa na kipindi niko kule, niko mdogo, niko nasoma primary na secondary. Kitu kulima iko kila Jumamosi, ambapo Jumamosi na Jumapili uende shule, basi hizo ni siku lazima uende shamba ubebe jembe. Lazima. Yaani hiyo lazima. Labda kipindi sio cha kilimo. Lakini kama ni kipindi cha kilimo, aidha kuandaa shamba au kupalilia au kupanda, ni lazima uende shamba Jumamosi na Jumapili. Na unapoenda shamba sio unapangiwa mraba. Maliza nenda nyumbani. Yaani ukimaliza kile ambacho umepangiwa kukifanya shambani, ukimaliza nenda nyumbani. Usipomaliza uondoke. Na hicho pia niko mimi nakifurahia kwa sababu ilikuwa nikishajua kuna mraba wangu pale hizo ni mapema, kama na mechi jioni na nini na wahi mapema. Na wahi kulima, nikishamaliza najua jioni kuna mechi, jioni kuna mazoezi. Kwa hiyo pia kilimo mimi silimi, lakini huwa tunampa kampani mama ambayo analima. Na kwa nini silimi? Kulingana na kilimo cha sasa kule kwetu bado watu hawalimi kisasa. Na wanalima kwa kutegemea tu Mwenyezi Mungu anyeshe mvua. Sasa hizi kipindi hiki Mwenyezi Mungu alete jua ili mpunga uweze kuota, maji yasiwe mengi shambani, ndio tunategemea. Na ukiangalia sasa hizi miaka mingi tangu mimi kabisa nakuwa najitambua na nakuwa na akili kwamba mazao ambayo yanapatikana shambani sio yale ambapo kipindi niko mdogo, niko darasa la 4 huko nilikuwa naona kipindi kile wazee wakilima darasa la 3, wakina mama na baba wakirudi shamba zinakuja pale fuso 2 mpaka 3 zinashusha mpunga. Zamani zinashusha mpunga, lakini sasa hizi unakuta trekta moja watu wako 10, huyu gunia 2, gunia 3, gunia 4. Sasa hizi kweli unakuta trekta hilo moja watu 10. Nini imesababisha hivyo? Na kulingana kwa haraka ambapo nijaribu kuuliza kidogo wale wataalamu wanasema pia kwa kulingana watu wanalima mpunga tu. Kuna kipindi nafika ardhi inachoka.
ardhi inachoka. Na kama ardhi inachoka, kuna mbolea ambayo inafanya kuboost ardhi, na kuna mazao mengine ambayo watu wanashauriwa kwamba kama ushaanza kulima mpunga sana, ardhi inachoka, inabidi ubadilishe. Kuna mazao inabidi uyapande kwa muda fulani ili tena kulima mpunga, na maana kwa ajili ya kuboost ile ardhi, na kuna mbolea za kutumia. Kwa hiyo unakuta sasa hizi watu wanalima vile vile, shazoea vile vile Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unakuta kipindi kama miaka nyuma iliyopita, jua lilikuwa kali sana, watu unakuta mpaka mtu mwezi wa kwanza watu hawajamwaga mpunga, lakini unakuta shafika Januari watu wengine washamwaga. Kwa hiyo unakuta kama mwaka mmoja miwili iliyopita, mama alimwaga kabisa, mvua ikanyesha akamwaga mpunga, mvua haikunyesha. Kwa maana ule mpunga ambao ulikuwa umemwaga kuweza kuota. Kwa mvua iliponyesha inabidi tena wamwage upya. Wamwage. Kwa ule ile ambayo inakuwa sasa ishapotea. Kwa hiyo mbegu ambayo mlishaipanda inakuwa inapotea. Kwa hiyo nimejaribu kumpiga tafu mama, naona hakuna ambacho anakipata. Kile ambacho anakitumia kwa ajili ya kuandaa shamba ni kingi kuliko kile ambacho anakipata baada ya mavuno. Kwa kile ambacho ndio kitu kimesababisha mimi nisilime. Na nimeona kama nitajaribu kulima basi nilime kisasa. Na ili ulime kisasa lazima uwekeze. Lazima uwe na mzigo wa maana. Kwa hiyo kama sasa kama unavyoona kila mtu unataka tu ufuge kuku, ufuge nini, lazima uwekeze. Unapoweka nguvu kubwa katika kuwekeza ndo unapopata faida. Kwa hiyo ukiwekeza katika mpunga ni lazima sasa uandae kama utengeneze kama visima, kama mashamba kubwa kale ya 50, kwa kutengeneza visima ambavyo kama Mwenyezi Mungu hajaleta mvua basi utumie kumwagilia. Na kama utengeneze miundombinu, kama mvua itakuwepo kubwa mno, basi uwe na miundombinu ambayo itafanya kutoa maji shambani na kuacha maji ambayo yale yanastahili kukuza mpunga na kupata ile maji. Wewe uko Simba, nchi hii Simba na Yanga wenyewe wanasema, lakini bado mgeni sana, mashimo bado, yani mashimo una. Mara nyingi wachezaji wa Simba na Yanga hata mshahara kutoka tarehe 100 wenyewe wana mashimo yao, yani kwamba salamu alaykum bwana. Mambo vipi bwana? Bana nitaka kifua kiduka sana kupata cha jumla bana, lakini mfuka cement hivi. Pita pale kwa pale chukua. Wewe mashimo bado ndio mashimo. Hiyo hapana bana. Hiyo sababu ile swali pia gumu. Kwa sababu unaweza ukalijibu hapa mwisho siku kaonekana. Wewe unataka mashimo nayo lakini sisemi. Hapana, mashimo sina. Una mashimo sina. Bado utayapata tu mashimo. Simba Yanga mashimo lazima una. Ndio maana hata ukipa msaada mkipata tarehe 100. Wala mtu hangaiki ukienda paka anakula nini fresh. Ila labda kwa nini labda ametumia jina kusema mashimo. Labda kutafuta majina mazuri hivi ya kusema. Kwa nini kusema mashimo? Kwa nini wewe mashimo? Mashimo sasa sina nini? Kazi za nje wala kazi za nje. Hiyo ndio mshahara hiyo. Kuna siku Kaseja alikuwa anasimulia, mimi nyinyi marafiki zangu wengi tu. Kuna mechi moja Simba na Yanga, Kaseja alifanya sana kazi. Basi Juma anakuambia alikuwa akikaa nyumbani anasema Tigo Pesa. Juma mtu wa dini sana. Kwa hiyo anaangalia ile namba. Halo, umekosea kutuma hela. Wewe si Kaseja? Mimi Juma. Hela yako hiyo nimekosea, ni hela yako hiyo. Yaani yeye anapiga simu mtu akosea kutuma hela, yaani laki mbili. Yaani mshabiki tukafurahi kajisikia raha. Ndio nasema hizo mara nyingi Simba na Yanga ndio inakuwa kafanya vizuri. Bwana yule Kamusoko ndio kuua kwanza, kitu cha kwanza. Ile peleka Kamusoko ilikuwaje ukawa unapalika kama vile umepigwa negerege. Maana mzee kama vile umepigwa shoti ya umeme au wewe si Yanga wa kulia. Kumbuka ile pasi ile peleka ya Kamusoko. Ilikuwaje peleka ndugu yako paka vile kama vile umepigwa shoti ya umeme. Kwa kweli sio film ndugu yangu, hiyo rafiki yangu. Ile peleka ni mwenyewe nilikucheka. Zile penalti zote ambazo zinapigwa kistahili hiyo ni penalti ambazo ulienda. Yes, zinakuwa ni penalti ambazo za polisi. Na kuna vitu tu viwili. Kwamba aidha umfezeshe kipa au ufezeke wewe. Kamari. Yes. Kamari. Kwa hiyo ukifanikiwa inakuwa kama vile kipa unakula kama vile anawezeka. Hivi umeiona mwenyewe? Niliangalia. Na kukatia na kutumia kipande chako uone unapoteza. Niliangalia. Nikaja kama soko anaua. Mimi nilijua na kuua yule jamaa.
Lakini ulijanyuka bwana. Yeah. Lakini zile kama unavyosema zina hatari kama lake ulienda. Sababu Aishi penalti zote zikitunga 5 uwaga unaenda. Ingekuwa chini kidogo na ninapojua wa Afrika Sumineli kwa mesha pale pale. Sapan Kamsako maridadi sana. Hii ni fantastic. Mbili. Moja ya penalty ambayo tumeishuhudia ya ufundi wa hali ya juu hii ambayo imepiga. Wewe ulianza kusala baada. Mimi ndio Kilombero kweli nilikuwa nacheza kwenye hiyo Serengeti Boys. Tumeunda tu Serengeti. Nilikuwa nacheza fullback namba 2. Fullback ya kulia? Fullback ya kulia. Umeona Maradona? Aishi fullback na kabisa na fullback. Nimeanza na fullback ya kulia. Nilipopiga fullback ya kulia, nilikuwa naanza kucheza smart. Mimi nakula mkeka. So nakula mkeka. Kuna siku nikaingia. Na siku kocha kaniingiza namba 3. Pigwa mafuriko mabaya. Umekutana na mtu anaanzia na mwendo. Mafuriko mabaya nakwambia, nimekaba kishenzi. Teka zinakimbiza tu. Umeona bana? Kwa hiyo ikaenda baada pale sema fullback hapa huko ataniua. Nikataka kubadilisha. Sasa kabla sijataka kubadilisha namba, sijabadilisha. Kuna siku tulikuwa tunacheza mechi. Timu yetu ya Serengeti Boys tunacheza friendly mechi na timu yangu ya sekondari. Nilikuwa naitwa Nyandeo Sekondari. Tunacheza mechi ya kirafiki. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa kwenye ile academy, tulikuwa tunacheza pale kwenye academy. Hatuendi kucheza show kwa sababu ile academy yetu wengi walikuwa tunatoka shule. Kwa hiyo tukacheza mechi na golikipa alikuwa Agustino Makanjira. Makanjira. Alikuwa golini. Yeah. Alikuwa golini anadaka. Sasa wewe tukacheza, sasa Nyandeo Sekondari wakapata goli. Walipotufunga Agustino akawa anacheka. Golikipa kafunga kwa anacheka. Anacheka. Yaani yeye ni mtu wa masiala mtu utani sana. Yeye anajulikana serious. Kwa hiyo alipocheka kocha wetu Michael Mandevu akachukia swala lile. Akasema kwa nini ufunga ucheke? Ina maana mtufungisha makusudi au vipi? Kwa baada pale kocha akamfukuza. Akasema sikutaki tena kwenye timu yangu. Mbona kama makipa wengi tutatafuta tu. Mbona sasa baada pale wamfukuza ndo akanambia mimi ni daki. Bana Aishi utakaa goli. Mechi inaendelea. Hiyo mechi imeisha hapo. Siku nyingine. Akamba wewe Aishi utadaka. Basi mimi hapa naambia dadaka na kocha wetu alikopo. Yaani ni kocha ambaye tunamheshimu na mjali ambao yeye alikopo yuko tayari kujitolea, anatoa pesa zake anakupa unwe kiatu nini. Kwa hiyo alikwambia vile. Alikusema vile kwa sababu akasema japo kishinga upande ile lakini huwezi kukataa. Yaani kishinga upande. Yaani Aisha anajua dake ameenda kishinga upande kwa kweli. Kishinga upande japo utafanyaje kocha ndio kashaamua, nikaenda nikadaka. Baada nilivodaka mazoezini nikadaka tukacheza mechi nikadaka. Basi akasema tangu kuanzia leo wewe ndio kipa. Kama nyani. Kikweli nilicheza vizuri. Na ndo safari ndio ilianzia hapo. Safari ndio ilianzia hapo. Na kocha akasema kuanzia leo wewe ndio kipa. Lakini niko bado sipendi mimi moyoni mwangu. Niko sipendi. Lakini na nikicheza sio kocha tu, mpaka watu wengine wale wa nyumbani pale mashabiki ambao wanakuja kuangalia wanasema wewe kipa hatari. Usicheze ndani. Hasa mimi kitu kile nikanakataa. Hata ikafika kipindi nikakataa kabisa bana, mimi sidaki. Basi tunafika mazoezini pale tunapangwa timu. Tulikuwa na viongozi pale ambao wanasimamia. Unajua kule mtani kuna kwa mtu ambaye kama vile mzozo, ni mtu wa watu ambaye akija mazoezini akisema kitu wewe cheza huko na watu mnamsikiliza na mnamuelewa. Kwa hiyo ndio ilikuwa kama vile. Kwa hiyo watu wanagawiwa nikifika mimi naambia wewe tena kabla tumeanza tu pale kabla tujegawa anasema Aishi chagua goli. Huku ndani uchezi chagua goli. Yaani wanakufukuza nani wakutaki. Chagua goli. Kama unataka kucheza kaa pale ndio unaonyesha jukwani. Mbona unafukuzwa kwenye neema? Unaona? Anakuambia kama unataka kudaka kaa pale unanyonyesha kwenye jukwani. Ama nani uchezi. Basi siku kwanza nikaenda na kagolini. Baada nikifika kipindi na kaa zangu jukwani sichezi. Na susa. Utaki sababu unakumbuka goli kipa. Sitaki na susa. Basi nikaa na susa mjasifu ndio hivyo. Mpira napenda. Basi nikaa nakuja golini na daka. Nadaka tukio kucheza mechi hivi nadaka vizuri. Watu wanapenda. Basi kaenda
Na yule mwalimu wangu alikuwa pia ananiconvince hivi kidaka ananipa 200 hizi nini. Ana kwa kunipa ile endelee. Yaani aishi kwa bolifi mpaka anapewa hela. Ikafika kipindi sasa 2010 pale. Uzuri wake kocha wetu sisi ni mtu wa mpira. Na alikuwepo yeye. Yaani nilikuwa sio mtu mwenye uwezo wa pesa, lakini alikuwa tayari atoe lake ya familia yake. Atununulie sisi juisi. Kocha mpaka leo yupo mpaka kesho. Mwenyezi Mungu tu ampe maisha marefu. Anatoa pesa yake yeye. Ana maisha mazuri hivi. Lakini iko tayari atoe pesa yake kwa familia yake. Anatoa pesa yake kwa ajili, yani tukienda kwenye mechi hivi anatukulia gari kama hivi kingine pikipiki baskeli hizi anatukulia, tunajua kwamba tunaenda kucheza mechi. Ikafika kipindi ndio hivyo kuna mechi anatoa pesa zake analeta hivi Mtibwa, tunacheza na akademi yetu sisi mechi, anagaramia nini. Sasa akaleta mechi pale, akaleta Yanga B wanakuja pale, Nduda yuko golini. Nduda golini. Nduda yuko golini. Sawa bana, Nduda yuko golini. Mimi niko zangu kwenye academy, niko zangu sekondari hapo kama form 2 hivi. Form 1, form 2, tuko form 2 2010. Tuko form 2 pale. Anakuja pale, alikuja pale Aristo. Kipindi kile ndo kiongozi wa mkoa pale Morogoro wa mpira, chama cha mpira MRFA pale. Aristo kipindi kile yupo kabla hajatoka. Wakaja pale na Yanga B pale. Tukapiga ile mechi. Kipindi kile ile mechi nilicheza nilikuwa na majeraha. Kipindi yani kama leo golini. Niko golini nimekwa. Mechi tena hiyo. Kipa tayari hapo. Mechi saa 10. Asubuhi, mechi saa 10 asubuhi tuko tunapika sasa chakula cha kwenye mechi. Mnapika? Tunapika wenyewe. Tunapika wenyewe. Sasa mimi niko nakupasua kuni. Napasua kuni hivi na shoka. Pasua kuni nikapasua kidole. Wakati tunapasua kuni. Pasua kuni. Mechi jioni saa 10 nikapasua kidole. Yaani hapa hivi. Na shoka. Kidole kimeachanika hivi. Mechi saa 10. Tuko pale wachezaji kama 5-6 hivi. Tulikuwepo kule. Niko mimi, Paulo, na James na kina Charlie na ndugu zangu hapo. Ukafanyaje sasa tunapasua? Kwanza nikaangalia ndugu zangu, kwa baba tayari chapasua. Kile sasa inakuaje leo mechi mwanangu leo Yanga B wanakuja hapa inakuaje? Nikasema wanangu sikilize. Tulikuwepo wapi? Siri yetu. Yaani bali leo kupasua kidole iishie hapa. Bana na kidole kidole umepasua. Nikamwambia siri yetu hapa iishie hapa. Hii mechi ni lazima nicheze. Hii mechi ni lazima nicheze hii mechi. Yaani msiseme. Kweli wanangu wakakaa. Saa 8 tunakutana kambini kwa kocha wetu Mandevu. Bora na ngumu wewe. Nikapiga laba. Nikaenda kununua clip bandage, nikaunganisha kidole changu nikafunga, nikavaa na laba. Maumivu usikii? Maumivu nasikia. Ila Yanga B. Nasikia maumivu. Sasa nikitoka kule natoka kule nachechemea. Nilifika pale karibu na kocha, ukanaga vizuri. Fika kwenye sisi nikakaa pale. Najua listi pale. Golini aishi. Kwa listi pale mimi unarushiwa jezi pale. Jezi natoka kwenye mfuko, unarushiwa. Hatari kama unarushiwa jezi pale. Kwenye mechi pale na baki kiatu changu pale nini. Yaani navua kiatu pale, kiatu ile baje ndivyo yote imeloa damu, lakini nikaekea jezi kwa juu. Vua nikavaa socks pale, nikapiga kiatu nikavaa jezi. Tukacheza ile mechi ikaanza. Uweze amini naweka goal kick napiga na kidole changu ile hivi. Haiwezekani. Watu yani wote hivi kocha ajui hakuna ni wale hapa niko na mimi ndio nyanya. Umekuwa mlemavu mdogo unaweza ukakatwa mpuka kabisa. Yaani Mwenyezi Mungu mkubwa. Baadaye kocha kwenye ukamsimulia wale watu wote hawajui. Wale nilikopo nao tunasema mtu bora yani hawaamini. Wale nilikopo nao wameona wameshuhudia ile kitu hawaamini. Yote hilo unataka kwa sababu tu ile mechi ya wale Yanga B. Na wewe si unajua iko kijijini, mjini unafikaje? Yanga B ndio. Umeona bwana? Kipindi hicho kwanza hapo sasa bwana. Mimi nafanya homa pupu kulikuwa kuna mwangalia Nduda anapigwa kechi na daka hapa na hapa. Kononi zinakaa Nduda. Mimi gloves zangu hapa mbele nimeshona na sindano ya mkono hivi. Yaani mbele hapa hamna kitu yani. Naunganisha nguo mbele hapa. Nduda anaduga yangu kali anapigwa ngoma na daka. Sasa wewe unawezaje kudaka hivi? Unashangaa. Nduda wewe unawezaje kudaka hivi?
wanatoka mbali juu ya watu, sio msikie tu ndio yuko national team na mwalimu wako Tanzania sasa hivi. Angalia historia yake, anamshangaa mtu anakodaka mpira. Anamshangaa Said Nuda anadakaje mpira hapa. Yaani kocha yake kumbe anampigia na daka vile inakuaje? Basi kucheza ile mechi nakwambia goli kiki mimi napiga na kidole changu vile kinaniuma. Tumecheza dakika 45 tumefunga 1-0. Na umesave kibao kwa kibao. Nimecheza vile dakika 45 vile bana. Uzuri wake kuna sehemu nilipiga kibuyu. 50 nikopiga kibuyu mguu tena nikamchukua mtu na kidole changu hivyo hivyo 50 hiyo nikomchukua mtu wavani nikalaka daktari kaja pale nikamwambia mguu nini na nini. Basi kipindi cha pili sijarudi uwanjani, maumivu kwa makali, damu inakuja. Bana, hiyo ndio story ya Aishi Manula. Nimemsikia mwenyewe kwamba yani kalipiga shoka mguu wake, ila Yanga hiyo amekuja kijijini anawakosaje? Kalitia bande mguu lake kaingia uwanjani kama kawaida. Kwa hiyo baada ya hapo nikatoka, akaingia goalkeeper, akaingia Batezi. Umeona? Batezi. Sio Batezi huyu, kuna brother zaidi kuna mta Batezi. Umeona bana, akaingia, akadaka, wale wakachomoa tu kwa 1-1 ile mechi. Baada ya mechi kuisha sasa, Alisto ambaye yuko yeye ndio kiongozi wa mkoa MRF akanifuata. Akaniambia nakutaka kuna Coca-Cola. Ndo safari inaanza hiyo sasa. Kanifuata hivi akasema, yani wewe jinsi unavyocheza na kutaka kwenye timu yangu ya mkoa wa Morogoro kwa Coca-Cola 2010 na kuitaka wewe na kuitaja. Akamfuata kocha wangu akamwambia huyu kijana niletee. Yani asipite huku sije kwenye mchujo sio moja kwa moja. Niletee moja kwa moja. Basi akaniambia pale, basi akachukua majina na watu wengine pale, basi ndo safari imeanzia hapo. Basi ilipokuja kwa Coca-Cola tumeanza sasa mchujo pale kwenye timu yetu mpaka tumeenda wilayani, uzuri wake atachaguliwa. Yaani sio vile baada sio baki yeye kuniambia kwamba huyu moja kwa moja aje, lakini pia nilipitia system zile ya kuchaguliwa. Lakini anapoenda kila sehemu ukwani unakwenda anachaguliwa kipaji kinaonekana, mpira mchezo wa hadharani. Nikachaguliwa. Basi hata mwisho siku sasa inabidi tu sasa kila siku kunafanikiwa. Ndio kabisa sasa ndo. Na basi tu acha ni goalkeeper, lakini sio bado sio ile sema ndo ile kutoka muone kama ndo napenda na yani kila ndo nawaza kama kama wewe Aishi sasa hivi mfano upewe striker. Yaani John Boka na kanji. Siwezi kusema John Boka na kanji. Yaani unaweza kuweka striker nje. Lakini mpigie simu Juma Kaseja, si rafiki yako? Mpigie simu Ali Mustafa Batezi. Mpigie simu Dida yuko nje, kama una chat naye WhatsApp muulize Aishi mtu aina gani, au muulize Musa Hassan Mgosi hiyo ya juzi Musa magoli gola muulize Musa, muulize Msuva, ajibu Ndemla, au wote wanajua. Sasa hizi tuna timu yetu ya magolikipa. Wapi hiyo nije nikuangalia hiyo timu yetu inakuwa kwa kipindi cha likizo. Wapi pale kwa nani kwa nani anaitwa yule bwana Manyika? Sio. Wapi hiyo si timu yetu kabisa, tumeisajili kabisa Tanzania Goalkeepers. Kwa hiyo wote kwa goalkeeper au mnacheza ndani? Yaani hao hiyo timu yote ina goalkeeper. Sasa kama unamsaidia midfield hatari sana. Kaseja. Midfield moja hatari matata. Soka kijiweni. Jamaa la Basdodi hapa. Leo ni kwa Aishi Manula, mmesikia story yake Aishi Manula vizuri tu. Lakini Aishi kitu kimoja kwanza na kusifia. Hapo ni kumalizia sasa. Malizia bwana. Kitu kibaya zaidi baada ya kuwapiga wale Klaus akapata hizo taarifa. Na Shafi Dauda akapata taarifa akataka mimi. Kama jamani weza wakauliza Asia za mtevia mtufunga. Tufunga sasa. Wakauliza. Mimi si wewe sisi amecheza na sijui vitambi hapana. Sawa Klaus. Sikiliza. Tukawauliza jamani uwezo nao? Wakina Ndizi viongozi wetu wakina Ndizi wakauliza na Mbelini, wakauliza maana Vice President Juma Kaseja. Kwenye chama chetu. Mkoa jamani mimi nitaweza. Tunataka kuwapiga watu wenye akili zao 4-2, nyinyi vipi? Wakasema tunaweza. Wapi mechi? Tunataka tucheze wapi? Tukapeleka kule Kawe. Kwenda kucheza Kawe. Kanika Packers bana. Kilichotokea ni mafuriko. Ngapi?
tukafunga goli 8. Yaani mtaki. 8 bila. Klaus. 8 bila. Kwenye kipindi Shafinga muuliza. Mpige simu. Shafinga muuliza. Kwenye kipindi chao cha michezo kile hawajaitoa. Wakasema timu ya golikipa leo wamepata ushindi lakini kwa mbinde sana. Goli 8 kwa mbinde. Hajasema ngapi? Kwa mbinde sana. Kwa mbinde sana. 8 kwa mbinde. Wote kaishia hivyo. Bwana sisi tutajaribu mtawaambia mabosi wangu na Barwan Muhuza wakina Patrick Emere tuombe mechi. Bwana leo nilikuwa na Aishi Manula na hapa anaenda zake mazoezini. Anaenda zake mazoezini. Kwa hiyo tukio lake ambalo sababu kwenye maisha yake tukio moja tu wakina Kiduka shaki kwa Baibui Kigamboni alifukuzwa huko kwenye ndogo. Kwenye pantoni kakuta kuna watu kwenye pantoni walomfukuza. Sasa alikimbilia bichi. Ndio watu wengine walipita huko waliwaona. Akachukua ushumi kwa mtu akauvaa. Una tukio gani? Fanya tukio lako moja. Chagua muziki tuondokezeni. Tukio la ambalo lilipata tukio la kuzungumzia hapa katika mechi ya mpira, tulikuwa tunacheza mechi kati ya Nyange Sekondari na Nyando Sekondari. Kwa ile mechi tunacheza tuchezea K1. Tuchezea K1 ya mechi mimi niko golini bwana. Hiyo mechi bwana dakika 20 tulipigwa goli 4. Dakika 20 tulipigwa goli 4. Kwa dakika 20 tulipigwa goli 4. Mimi niko golini hiyo nikasema na hapo nikasema hapa tayari nishaenda kutoka kola hapo. Nikasema hapa tutafezeka. Cha msingi hapa kuvunja mechi. Cha msingi kuvunja mechi. Basi bwana ikapigwa pasi ya mwisho. Jamaa yani tuchapigwa 4 mtu tena dakika anakuja hivi anafikirika. Alikuwa na jamaa anaitwa George yule. Alikuwa anacheza Nyange, kapigwa pasi ya mwisho hivi. Basi mimi nikatoka golini. Na yeye anakuja hivi. Basi bana sio jambo zuri lilotokea kwa saizi, ilikuwa jambo baya, lakini kusema hapa mimi sifati pila. Sina jambo pia. Basi niliruka miguu miwili juu hewani. Kivilia kutoka kifuani kwake. Chali. Mimi yeye chali. Baada ya tukio hilo tulikwenda chali, washabiki timu pinzani wakasema na timu pinzani na sisi sasa tukaanza ngumi sasa. Hawa anakuja na kushika nini mimi tena hapo tena. Kama kaida washabiki nao tena silaha tena baada kipindi hicho nishakuwa bana. Hawakuwa tayari. Kipindi hicho tena nishakuwa hawa nje wanaingia washabiki wao wanafunzi wetu sisi ndani na hawa tena wanafunzi sasa hiyo mtu na mtue kila mtu na mtu wako. Basi mimi hapo niliteka hivi nikajitoa. Ligi langu ukasha mbilinge pale. Mbilinge tena mpira ndo pale pale ukaisha. Mimi tena hapo sipo, mechi tumeisha dakika 20 nishapigwa goli 4 nikamaliza mechi. Tukio la Aishi Manula ni hilo na ndio tumemaliza hapa.